Rais wa Marekani Donald Trump ametoa maelezo mapya yanayoonyesha kwa nini utawala wake uliamua kusitisha operesheni za kijeshi dhidi ya Iran na kuelekea kwenye makubaliano yaliyofikiwa wiki hii, akisema kuwa kuendelea kwa mashambulizi kungegharimu Marekani mamia ya mamilioni ya dola kila siku, huku kukiwa na hatari ya kupungua kwa akiba ya silaha muhimu za kijeshi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofuatiliwa kwa karibu duniani kote, Trump alisema kuwa vita vya muda mrefu dhidi ya Iran vingekuwa na gharama kubwa sana kwa Marekani. Alieleza kwa operesheni zao za mashambulizi ya anga, matumizi ya makombora ya masafa marefu, ndege za kivita, meli za kijeshi pamoja na mifumo ya ulinzi wa makombora vingehitaji matumizi makubwa ya fedha kila siku. Kwa mujibu wa Trump, gharama hizo zingefikia kati ya dola milioni 500 hadi milioni 700 kwa siku, kiwango ambacho kingeendelea kuongezeka kadri vita vingedumu. Alionya kuwa hata taifa lenye nguvu kubwa za kijeshi kama Marekani haliwezi kuendesha operesheni za gharama kubwa kwa muda mrefu bila kuathiri bajeti yake ya ulinzi na uwezo wake wa kukabiliana na migogoro mingine duniani. Katika kauli ya washangaza wengi, Trump alisema Marekani ingeweza kuanza kuishiwa na baadhi ya akiba zake za silaha ndani takriban wiki 4 kama mashambulizi dhidi ya Iran yangedumu kwa kiwango kile kile. Alisema kuwa silaha nyingi za kisasa zinazotumiwa katika vita vya kisasa, hasa makombora ya usahihi wa hali ya juu, hutengenezwa kwa gharama kubwa na zinahitaji muda mrefu kuzalishwa upya. Mwisho wa siku unaweza kufika mahali ambapo una silaha chache kuliko unavyohitaji, Trump alisema, akisisitiza kuwa viongozi wa kijeshi walikuwa wakifuatilia kwa karibu kiwango cha matumizi ya vifaa vya kivita wakati wa operesheni hizo. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wataalamu wa usalama wa kimataifa, huku baadhi wakisema ni nadra sana kwa rais wa Marekani kuzungumza hadharani kiwango cha akiba ya silaha za taifa hilo. Wengine wanaona kama matamshi hayo yanaonyesha jinsi vita vya kisasa vinavyotumiwa kwa kiasi kikubwa na makombora ya gharama kubwa, jambo ambalo limeonekana pia katika migogoro mingine ya hivi karibuni. Trump alitumia sehemu kubwa ya mkutano huo kuwajibu wakosoaji wanaodai kuwa Marekani ilipaswa kuendelea na mashambulizi hadi kuisambaratisha kabisa miundombinu ya kijeshi ya Iran. Alisema baadhi ya watu wamekuwa wakitoa maoni kwa urahisi bila kuelewa gharama halisi ya vita na athari zake kwa uchumi wa Marekani na dunia. Aliwataja baadhi ya wakosoaji wake kama watu wanaojiona kama kuwa wataalamu wa masuala ya kijeshi, lakini ambao hawajawahi kubeba jukumu la kufanya maamuzi yanayoweza kuathiri maisha ya mamilioni ya watu. Trump alisema viongozi wanapaswa kuangalia matokeo ya muda mrefu ya vita badala ya kufikiri ushindi wa haraka wa kijeshi pekee. Katika maelezo yake, Trump pia alirejea tukio la kuuawa kwa Qasem Soleimani mwaka 2020, akionekana kuashiria kuwa baadhi ya watu wanaokosoa makubaliano ya sasa hawakuwa na msimamo mkali wa operesheni za awali dhidi ya viongozi wa Iran. Alisema historia inaonyesha kuwa maamuzi ya kijeshi mara nyingi hukosolewa wakati yanafanyika, lakini baadaye huonekana kuwa na umuhimu wa kimkakati. Mbali na gharama za vita, pia Trump alisisitiza kwa sababu nyingine iliyomfanya kuunga mkono makubaliano ni athari za kibinadamu ambazo zingeweza kutokea endapo mashambulizi yangeendelea kwa muda mrefu. Alisema kuwa licha tofauti za kisiasa kati ya Washington na Tehran, raia wa kawaida wa Iran hawapaswi kuwa waathiriwa wakuu wa vita. Trump alieleza kuwa Iran ina idadi ya watu zaidi ya milioni 90 na kwamba kuharibiwa kwa miundombinu muhimu kungeweza kusababisha uhaba mkubwa wa maji, chakula, huduma za afya na nishati. Alisema viongozi wa kijeshi waliwasilisha mapendekezo mbalimbali ya malengo ambayo yangeweza kushambuliwa, lakini baadhi ya malengo hayo yalikataliwa kutokana na hatari ya kusababisha maafa ya kibinadamu. Miongoni mwa miundombinu ambayo Trump alisema hakuruhusu ishambuliwe ni mitambo ya kusafisha maji ya bahari. Alifafanua kuwa maeneo mengi nchini Iran hutegemea mifumo hiyo kwa upatikanaji wa maji safi, na kwamba kuharibiwa kwake kungeweza kuwaweka mamilioni ya watu katika mazingira ya kudumu. Alisema kuwa ingawa kushambulia miundombinu hiyo kungeweza kuipa Marekani faida ya kijeshi kwa muda mfupi, madhara yake kwa raia yangekuwa makubwa mno na angeweza kuibua lawama kubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.
Aidha, Trump alizungumzia suala la sekta ya mafuta ya Iran ambayo ni moja nguzo kuu za uchumi wa nchi hiyo. Alikiri kuwa kulikuwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya washirika na washauri waliotaka vituo vya mafuta na usafirishaji wa mafuta vya Iran kushambuliwa ili kunyima Tehran mapato. Hata hivyo, alisema aliamua kutofanya hivyo kwa sababu alihofia athari zake kwa uchumi wa dunia. Trump alionya kuwa kuvurugika kwa uzalishaji na usafirishaji wa mafuta kutoka eneo la Mashariki ya Kati kungeweza kusababisha kupanda kwa bei za mafuta, kuongezeka kwa mfumuko wa bei katika mataifa mengi na kusababisha mdororo wa uchumi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.